kwa shangwe na vigelegele kukaribisha mheshimiwa Archbishop Mugabe Kalele, President of the District. Merci messieurs. Niko Bukavu, moi je serai bilingue. Comme je suis chez nous, je parlerai le Swahili. Kuna kitu moja ninataka niwaambie kwa ndugu zangu. Mungu anaumba roho na roho ndiyo inaenda kwa Mungu, lakini mwili ni udongo, na kama mwili ni udongo, inabidi kama tukushughulikia ule mwili mzuri, tutakuwa na shida. Kuna neno mbili tatu nitagusia ya muhimu. Kongo nchi ya tumaini, lakini wenye Kongo wanalaani Kongo. Wenye Kongo hawaheshimii Kongo. Wenye Kongo wanamwadili viongozi wa nchi. Watumishi wanasaulika kazi yao. Kuna wengi watajiuliza kwa nini wanavaa makanzu marefu marefu kama Wakatoliki. Hatukumwona Yesu anavaa koti, alivaa tu kanzu kama mimi. Sio nguo inajulisha Ukristo wako. Roho yako ndio itakutambulisha kile uko. Mji wa Bukavu ni mji wenye kuwa na baraka nyingi, na ni mji kwa tumaini ya Kongo, lakini wenyewe zaidi watumishi wanaletea mji shida. Hatujaona mahali kwenye mtu eko na shimamia authority. Hakujakuwa mahali mtumishi akilaani mfalme. Hatujaona mahali watumishi wanapigana na serikali. Ni Kongo tu, na zaidi Bukavu. Kwenye mtu anaweza inuka, anaanza mtukana kiongozi wa nchi, anatukana gavana, anatukana chifu wake, na unatumika kwa ile biro na wanakulipa makuta ili guvernema. Siku tutabadilisha kuona yetu, na siku tutapenda hii mgini, tutabadilisha mambo mengi zaidi. Roho yenu iwe katika upendo wa kweli. Na ya pili, watumishi wa Mungu, tutoke kujiopozea na guvernema, tutoke kujiopozea na bali Mungu anabetabli kama autorite, kwa ajili kila autorite natoka kwa Mungu. Hakuna mtu alijishuka katika mtumishi, ni Mungu alimetabli. Na ule autorite unampiganisha na kumtukana alikuwa etabli na Mungu. Ndiyo kwa maana tunasema usiku na mchana, toute autorité vient de Dieu. Kama sisi wenyewe hatutaona namna kombea mjini, sisi wenyewe hatutaprofetize mazuri juu mjini yetu, tutakuwa kila siku watu wa kulia. Na ndio kwa maana hii mkutano na hii kundi inaitwa Kongo nchi ya tumaini, kwa ajili kurudisha tena tumaini ile tunajipoteza wenyewe. Watumishi wa Mungu watoke kwenye politiki. Watumishi wa Mungu wabaki kwa kuombea viongozi waliosimamishwa na Mungu. Na watumishi wa Mungu wasipoteze population, kwa ajili wakati wewe mtumishi unainuka unaanza tukana viongozi viliosimamishwa na Mungu, population yote ingekuwa nyuma yako umepoteza, na unabaingiza ndani ya confusion. Jambo yangu ya zaidi na mashauri makubwa, mtoke kwa chuki na kutokupendana, mtoke kwa kuweza kubakia na kidini
Mungu hana kibindi. Mungu iko ndani ya upendo. Kila baba yako wa kiroho alikufundisha haiko ndio kunene ya Mungu. Doktrine yenu ni yenu. Kwa kumjua Mungu mtafute ndani ya maneno yake kwa Biblia, sio kwa doktrine ya baba yako juu ni maonyo yake peke yake. Sio maonyo Mungu ajizungumzia watu. Hautanipenda juu ukweli ufurahishi tu. Upendo unaumiza tu, hata ukimpigia makofi Mungu anipiga juu najua kuwaunganisha. Hamuungani, hampendani, hamsapoti huduma. Kazi ya Mungu inakuwa kama ya mtu. Sisi ni wageni tunakuja kwenu, tungeliwaona wote pamoja. Hata wengine wasimame kwa TV, ukilaani wengine na kuambia wasi wa Mungu au ndio wa Mungu. Kitu gani na kuonesha wewe wa Mungu? Sio kanzu, sio kusema kwako, matendo yako itakutambulisha wewe wa Mungu. Kongo tubadilishe misemi yetu. Kongo mubariki mji wenu. Kongo mubariki viongozi. Haiko wewe ulimweka, ni Mungu alimweka. Piga makofi yako kwa heshima. Piga usikate. Mwenye ananuliwa na Mungu anasalisha. Ni watoto wenu, sio watu wengine. Nipe maskini pala anaingia, ni mzuri anaingia, sinampigia makofi kwa dakika kidogo, nimtukana jana. Munisikie kwa dakika chache, kwa ajili ninataka nimalize na nialike kiongozi wa mji huyu alete neno moja wala mbili kwenu. Mutoke kwa kuweza kujichanganya na kuingia ndani ya confusion ya kushimamia wale waliinuliwa na Mungu. Mfalme aliinuliwa na Mungu, haiko mtu alimwinua. Leo tunakutana mtumishi amenuka, anainua watu wapite kwa barabara hata kwa kifo. Sio watoto wako, watoto wa wengine wapite watembee. Wewe nani mtumishi? Hawafundishi kwenda mbinguni, unawafundisha kuuawa na chuki. Kazi yetu ni kuwaombea. Kazi yetu sio kuwapinga, sio sisi tuliwaweka. Hautaenda kwa bulozi upate bukubwa. Ingelikuwa bukubwa unapatikana kwa bulozi, bafumba na watoto yao wangelikuwa bashefu. Bafumu, baganga, bamagicien, batu bamaloji, batoto ba ndio wangelikuwa ba kwanza. Jua hata penda mtoto mwingine ainuke na wake abaki chini. Kama waliinuliwa, inamaanisha Mungu aliwachagua kama vile alinichagua. Sikulala siku moja nikajua nitakuwa shepherdi, lakini Mungu akaninua kama vile anawainua. Shangilia tu Mungu, tosha chuki inakuumiza. Kisirani inaumiza roho yako. Hasira haibadilishi mji, upendo ndio unabadilisha mji. Mimi namaliza, lakini ninawaambia Bukavu ilikuwa ni mjini mmoja wenyewe ulihitajika baraka yote ya Kongo. Na utawala wa President Joseph Kabila ilikuwa ni watu wa mjini wa kuwa kwanza kubarikiwa, kwa ajili hao ndio walikuwa wa kwanza kwa kumsapoti. Munajichanga na confusion ya chuki na ujuaji wa bure. Munafanya barabara ikuwe na shida, kila kitu ikuwe na shida kwa ajili ya mpendani. Munapigana wenyewe, munachukiana wenyewe, munatukana wenyewe. Wanainuliwa na Mungu siku na mchana. Kama sisi watumishi atuambie ukweli, nani atakwambia ukweli? Hakuna mfalme anaweza katendea mtu mazuri wakati anatukanwa. Na ukitaka upate kitu cha mfalme inabidi unyenyekee. Na hata wewe mtoto wako akiwa mkosefu adabu utampa. Sasa kwa nini wewe unataka? Sasa mbadilishe hii hali yenu. Mungu anapenda Bukavu. Na kuja kwetu kumwinua malkia
ni kumwinua kwa ajili ya kuleta sensibilisation. Chuki na division inapita kwa watumishi, na mnaingia kwa ile chuki, mnakuwa na maparti pris na tunasaulika kazi ya Mungu. Siwezi kuaga opoza. Jua opoza ni shetani alijopoze na Mungu tangu mwanzo wa dunia. Upende usipopenda, takwambia ukweli. Kwa ajili Biblia inatuambia sisi watumishi tuombee viongozi na tuwaweke kwa mikono ya Mungu. Kama anachanganyika, ni wewe muombee, usimlani. Kwa ajili wewe ndio una Mungu, umuoneshe Mungu. Hii kitu ninazungumza mbaki nacho kama jamii. Na gisi anaomiliwa Malkia iliandikwa siku yake ni leo. Na alichaguliwa. Na ile kazi sio ya montagne de victoire, ni kazi ya kusurulisha watu washikane mkono, watu waungane, watu watumishi warudi kwa umoja, tuone namna ya kuombea mji wetu, tutoke ndani ya fitina na chuki, tuungane kama watoto wa ufalme moja. Leo tungelijua ya kama hiki kitu ni sisi wote, tungeliona watu wote hapa. Lakini sisi wageni wakati tunafika, tunaona pale hakuna mtu, pale hakuna mtu, inaonesha chuki yenu na vita yenu. Na kutokuwa na upendo. Hii sio kitu cha kanisa, ni kitu cha watu wote. Na kisha mubadilishe mwenendo wenu. Kwa ajili Bukavu ni paradiso ya Est. Inachunga tu roho yenu ibadilike na mabadiliko yaendelee. Sisi tutaombea viongozi, tutawatia moyo. Wewe wa kuwapiga vita na kuwatukana, amini kama laana iko kwako na utaishi juu. Biblia inasema hata ukimteta mfalme ndani ya chumba yako. La Bible dit à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et nous croyons que nous avons été établis pour respecter les autorités. Voilà pourquoi, lorsque nous allons demander à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, oui, représenté en ces lieux par le vice-gouverneur, ou bien qui fait fonction de gouverneur à l'intérim, quand il va s'élever, je vais vous demander, avec honneur, avec amour, avec joie, de pouvoir acclamer, battre les mains, pendant que nous demandons à son Excellence, Monsieur le vice-gouverneur, représentant le gouverneur, de monter sur cette estrade pour prononcer son mot de discours. Tu es en train d'acclamer le roi des rois. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Aussi, je vais présenter mes sincères félicitations et remerciements à Dieu parce que Mungu amemwinua dada kwa kuendelea kumtumika. Mimi sikuwa, lakini nitakusihi dada uweze kusimama ili tukushangilie tena sisi sawa kwa. Merci beaucoup. Ule ni mchaguliwa wa Mungu. Sisi hatuna uwezo wa kupinga Mungu. Wakati anafanya kazi yake, anachagua ule anapenda, ule anataka, na anamtuma atumike kazi mahali anapenda. Ndio maana tunasema Mungu pewe sifa kwa kazi ametufanyia ndani ya mji wa Bukavu. Tena mbele ya kumaliza, ninashukuru kwa sababu viongozi wiko hapa. Tunakuwa na honorable député ana représenter président ya assemblée provinciale. Tunakuwa na wa ministre provinciaux wanaoongoza jimbo letu, na tunapoongozwa tunaongozwa na sisi na Roho wa Bwana.
ili tusaidie nchi letu, jimbo letu, na ili jimbo letu lisonge mbele na nchi yetu isonge mbele. Na remercie watumishi wa Mungu kwa sababu tukibakia chini ya kutukana viongozi, maendeleo haitakuwa, kwa sababu ni wao wanatusaidia kuongoza nchi na kutegemea na kutupigania ili mabadiliko ionekane. Ndio maana nasema asante watumishi wa Mungu kwa kazi mmefanya. Mungu awabariki sana, na zaidi najua ni mwanzo lakini haiko mwisho. Tunajua kazi mtaendelea kuyafanya hapa ni kazi kubwa, na kila wakati tutakuwa na muda na sisi tutafika kusikia maneno ya Mungu na kusikia hivyo roho mioyo za watu zinastahili kubadilika, na sisi pamoja kama viongozi. Hautakuwa kiongozi kama hakuna watu. Wanatuita viongozi kwa sababu kwa watu, na sisi tunabidi kutumikia watu. Ili tuwatumikie zaidi, nabidi kutuacha kwa mikono ya Mungu kila wakati na kila muda, ili mipango yetu ya jimbo na ya nchi isonge mbele. Tunabidi kuombea rais wetu Joseph Kabila Kabange, kwa sababu kuna mambo mengine unapowazia unamchukia mkuu wa nchi, ama unapomchukia tunakoroga vitu yote bila kuelewa. Lakini tukimwombea, Mungu anajua wakati wake wa kuendelea na wakati wake wa kumaliza. Haiko sisi tulimtia, ni Mungu peke yake alimtia. Na kama Mungu anaona kwamba inabidi aendelee, ataendelea. Na kama ni wakati Mungu anasema inabidi aache, ataacha. Na ndio vile kazi ya Mungu inasema, na ndio vile viongozi wanatuonesha. Donc tuendelee kuombea viongozi, tuendelee kuombea kazi ya nchi yetu, na tujiombee sote pamoja ili upendo udumu. Na wakati unakuwa upendo, hakuna masengenyo, hakuna vita, hakuna kumwanga damu, na hivyo tunaenda mbele. Pasipo mapendo tunatukana wakubwa, tunamwanga damu, tunaingia kwa magrupu arme, tunafanya vitu visivyofaa ili nchi yetu irudie nyuma. Na sisi hatupende nchi ya kurudia nyuma. Ndio maana tunasema watumishi, mtuombee, muombee nchi ili nchi mabadiliko yaonekane na nchi isonge mbele. Asante sana. Et elles ont pour devoir de prier pour ce pays. Honorables députés, en vos rangs et qualités, nous vous demandons de bien vouloir nous rejoindre. Appelez leurs excellences, les ministres provinciaux, si ils sont là, de bien vouloir nous rejoindre ici durant cette Amen. Inua mikono yako juu. Baba Mungu ashinde milele. Jina lako lisifiwe, ufalme wako uje mbinguni hadi duniani. Ulisema amani yako tawale, na mahali pote utapofika uacha amani. Baba, tuko mji mkavu kisha kuzunguruka katika miji mingine. Tunaombea kiongozi wa nchi. Wewe ndio uliyemsimamisha na ni wewe uliyemchagua. Hakuna mtu aliyemchagua, ni wewe. Na katika mwanzo wewe ni Alfa na wewe ni Omega. Kwa wakati utafanya kama mapenzi yako. Sio wakati wa wazungu, sio wakati wa watu, sio wakati wa Afrika, sio wakati wa binadamu. Alikuwa wakati wako ya muinua. Wacha hekima ndani ya
wacha hekima katika wote wanakompanyia election hii, wacha hekima ndani ya maprovince, wacha upendo, wajijue kama ni wadugu, wakiwa maparti diferent, haikokuwa wadui, ni wote wanalilia mjue na amani, wachichange kwa amani, waone endelea ya population, waone endelea ya watu, wasione endelea yao. Baraka zako tumezita Bwana, kimya yako tumeita Kongo, tumegusa bendera hii na tukisema kama watumishi wako, wacha kimya. Hakuna tena umwagaji wa damu, hakuna tena laana ndani ya mji huu, hakuna tena hasira na kasirani, hakuna tena mauaji ya watoto barabarani, hakuna tena mauaji ya vikundi vya watu ndani ya mapori kwa ajili ya kupora Kongo. Wacha jina lako libarikiwe. Tunachekwa kwa muda mrefu kwa ajili ya endelea wake, tunachekwa kwa muda mrefu kwa endelea wake, kwa ajili ya endelea wazungu. Suwache tu na wakongomani wacheke, suwache tu na wakongomani wabarikiwe, suwache tu wakongomani waone furaha ya oro, ya diama, ya maminera yote uliwapa, ya maji uliwapa. Baba, waliokulilia waliona jibu, tunakulilia tukiona amani, tunakulilia ile ulifanya kwa ajili ya president. Wacha mapenzi yako ifanyike, sio mapenzi ya watu, sio mapenzi ya wazungu waliyetupora tangu hatujazaliwa, waliyeiba tangu hatujaishi, na leo angali naangalia macho ndani ya mgini wetu. Baba, uwafanyishe makosa, uwafanyishe sherehe, inua roho ya mabadiliko katika mji, inua conscience ndani ya watu wa Bukavu na province nzima, wapende mugini yao, wapende viongozi vyao, kwa ajili sio hao waliowatabiri, ni wewe Mungu uliyemtabiri. Baba, gavana nzima kuanzia wa ministry na wengine na bunge wawe na uji huyu. Tumebariki Kongo, maji, watumishi. Baba, hata mji ukibarikiwa, kama vichwa vya watu havijabadilika ni kazi ya bure. Wacha mentalite ibadilike, wacha chuki toke ndani ya mioyo wao, na wacha amani itawale. Tumesema asante, ni Mungu umetukubali. Tumesema asante kwa ajili kutimiza, katika jina la Yesu Kristo Bwana na Mwokozi. Sali mzima iseme amen.